Ladies and gentlemen, ni matumaini yangu kwamba mnaendelea salama popote mlipo. Kwenye kanda hii ninaomba tuweze kuweka siasa kando kidogo ili tuweze kuangazia ile issue ya yule mwanadada Mkenya mwenye umri wa miaka 37 mwenye aliweza kunaswa katika taifa la Vietnam akiwa na kilo 2 za madawa ya kulevya aina ya kokaini. Kuniradhi. Margaret Nduta alikuwa amehukumiwa kunyongwa na hukumu wake wa kunyongwa ulikuwa unapaswa kuweza kutekelezwa mnamo siku ya Jumatatu tarehe 17 mwezi wa Machi mwaka 2025. Lakini taarifa nzuri ni kwamba serikali imekuwa ikimenyana sana ili kuweza kuingilia kati ile swala, na kuingilia kwa serikali kati ndiko kuliweza kufanya hukumu ya kunyongwa kwake Margaret Nduta kusitishwa kwa muda. Sio eti kwamba waliweza kuisitisha kabisa, waliweza kuisitisha kwa muda ili angalau mataifa haya mawili yajaribu kupashana. Sasa siku ya kuniradhi. Sasa siku ya Jumatano tarehe 19 mwezi wa Machi mwaka 2025, siku moja peke yake baada ya taifa letu la Kenya kuweza kuwatuma wajumbe wake, waliweza kuwatuma wajumbe wake upande wa Vietnam kutoka kwa embassy ya Kenya ambayo iko upande wa Thailand ili kujaribu kunegotiate kumrudisha Margaret Nduta katika taifa letu la Kenya ili aweze kufunguliwa mashtaka katika taifa letu la Kenya. Siku ya Jumatano tarehe 19 mwezi wa Machi mwaka 2025, waziri wa masuala ya nchi za kigeni ambaye ni Musalia Mudavadi aliweza kujitokeza kwa mara ya kwanza na kuzungumzia hii issue ya Margaret Nduta. Katika taarifa zake, waziri huyu wa masuala ya nchi za kigeni Musalia Mudavadi aliweza kusema kwamba kuna progress, yani kuna jitihada za serikali zinazidi kuendelea, zinazidi kushika kasi ili kujaribu kuzuia kunyongwa kule kwa huyu mwanadada mwenye anaitwa Margaret Nduta mwenye yuko katika taifa la Vietnam. Unajua sheria ambayo iko upande wa Vietnam, ukikamatwa na madawa ya kulevya katika taifa lile unanyongwa. Hata kana kwamba ni rais ambaye ameweza kupatikana na madawa ya kulevya, anatolewa uhai. Hata kana kwamba ni polisi, hata kana kwamba ni waziri, sheria inasema kwamba unanyongwa. Na nielewa wapenzi watazamaji, Margaret Nduta upande wake yeye anasema kwamba alisafiri ndio kutoka kwa taifa letu la Kenya huku akiwa ametumwa na mtu ambaye anaitwa John, na aliweza kupewa mkoba handibagi aweze kuidrop upande wa Vietnam, kisha kutoka upande wa Vietnam atatoka pale aweze kuelekea Saudi Arabia, mahala ambapo alikuwa anapelekwa kazi kulingana na taarifa ambazo ziliweza kutolewa. Kwa hivyo kulingana na Madam Nduta, Margaret yeye anasema kwamba she is innocent according to her, and that is the reason as to why serikali inajaribu kuingilia kati ili kumrudisha hapa nchini Kenya. Kipindi ambapo watamrudisha hapa nchini Kenya, wataanza kufuata zile channel ambazo Nduta aliweza kufuata mpaka akatoka hapa nchini Kenya. Unajua channel ni kama gani? Wanataka kufuata ni nani ambaye aliweza kumpea Nduta huu mzigo, na huyu mwenye aliweza kumpea Nduta mzigo, store yao mahala ambapo wanaweka haya madawa ya kulevya aina ya cocaine ni wapi, ili yule mwenye aliweza kumtuma Nduta aweze kufunguliwa mashtaka, maybe aweze kufunguliwa mashtaka ya kufungwa kifo kwa kuweza kusambaza madawa ya kulevya. So Mudavadi mwenye aliweza kuzungumza katika joint
press briefing with the Netherlands Foreign Affairs Minister Caspar Veldkamp upande wa Nairobi siku ya Jumatano tarehe 19 Machi, alisema kwamba wizara yake inazidi kufanya kila jitihada angalau kuweza kufanya nini? Kumuokoa Nduta. Akizungumza na wanahabari, Musalia Mudavadi aliweza kusema kwamba wamepokea hukumu wa Margaret Nduta kutoka upande wa Vietnam. Yaani wamepewa judge sheet ili serikali iweze kuona makosa ambayo Nduta alikuwa amefanya. Lakini Musalia Mudavadi anasema kwamba hawajaweza kupokea jibu la mwisho ambalo lina maana. Unanielewa? While acknowledging the complexity of Nduta's case, the former Vice President Musalia Mudavadi expressed hope in the efforts to stop victims' execution in a foreign nation. So Musalia Mudavadi alisema kwamba yuko na imani kwamba Nduta atarejeshwa katika taifa letu la Kenya ili akuje kufunguliwa mashtaka hapa nchini Kenya. It is unfortunate that a Kenyan is facing this kind of situation. It's not a pleasant situation, and the Ministry of Foreign Affairs and in particular my PS has been trying to converse with his counterpart in Vietnam to see if there can be some mitigation in this process. So that is one thing, and we hope that there can be some success. Tukisonga mbele ni kwamba, wapenzi watazamaji, taarifa hizi ziliendelea kusema kwamba Mudavadi alisema serikali sio eti kwamba inajaribu kumuondolea Nduta makosa, sio eti kwamba serikali inajaribu kujiosha, inajaribu kumuondoa Nduta pale eti kwamba hajaweza kufanya makosa, ila wanataka kumrudisha katika taifa letu la Kenya, wakuje kumfungulia mashtaka hapa kuliko kunyongwa katika taifa lile. So ninaona hapa kitu ambacho serikali inataka kufanya ni hichi. Wanataka kumrudisha hapa nchini Kenya, wakuje kufuata channels. Unanielewa wapenzi watazamaji? Channels za kufanya nini? Ni wapi haya madawa yaliweza kutoka? Ni nani ambaye aliweza kumpea Nduta haya madawa? Angalau kama Nduta atapatikana na makosa, tujue kwamba ndio wamefuata makosa yote, wamefuata njia zote, wakampata Nduta na makosa katika taifa letu la Kenya. Sijui kama mnanielewa. Akina dada wengi wamekamatwa katika rubaa za kimataifa wakiwa wanasambaza madawa. Over 1000 Kenyans ladies wameweza kuhukumiwa kwenye mataifa mbalimbali. Lakini cha kushangaza, wale wanadada ambao wameweza kuhukumiwa sio ndio wanauza madawa. Kazi yao wameweza kupewa kusambaza, kusafirisha. Lakini kuna tycoons ambao wamekaa kwa ofisi, wanazunguka hivi, wanapata juice, wanapata hewa safi, kazi yao ni kuuza madawa. Sasa those tycoons ndio tunataka waweze kuchukuliwa hatua. Because kitu ambacho nimeweza kugundua hapa nchini Kenya, kitu ambacho kinasababisha kina dada mpaka wanaingia kwenye hizi biashara za kusambaza madawa ya kulevya, wanatumika kusambaza, hakuna kazi. So serikali nayo inapasa kuweza kuunda kazi angalau to engage Kenyans wasije wakaingilia kwenye masuala ya kusambaza madawa ya kulevya. So kitu kingine ambacho niliweza kusikia Musalia Mudavadi, the former prime minister, aliweza kusema, hata mimi ninawaomba wa Kenya hivi, endapo kuna yeyote mwenye anataka kuja kusafiri maybe kutoka nchini Kenya aende kufanya kazi kwingine, na maybe kama unataka kuweza kuchukuliwa na agent, usikubali kupewa mzigo, usikubali kupewa bag ambayo
wewe mwenyewe haujaweza kuikagua. Kama mtu atakutuma na mzigo, unpack that bag. Angalia ndani ni nini iko. Ukipata madawa, mwambie hapana. Ukipata kila kitu kiko sawa, ndio beba huo mzigo. Kumbuka kwamba mtu akikupea mzigo uweze kusafiri nao kuelekea mahali, alafu ufike kwa lile taifa upatikane uko na madawa. Let me tell you, sheria za mataifa mengine sio kama sheria za Kenya. Sheria za mataifa mengine ni sheria tofauti. Unaona kama sheria ya Vietnam ni kunyongwa. The moment you board a plane and the wheels have lifted, when you land in whatever country you're going into, the laws that apply are not Kenyan laws. They are the laws of that respective country. So please respect the law. Vietnam has got its own judicial processes, and we want to make it clear that we do not want to market Kenya as a conduit for illicit trade, whether drugs or human trafficking or any other contraband or even illicit firearms. We have to be very clear to this, and we have to be collective and understanding on this matter. Finally, ladies and gentlemen, Musalia Mudavadi's update on Ndutai's case comes amid calls of the repatriation of the 37-year-old who was sentenced to death by lethal injection after she was found guilty of drug trafficking. So unasikia huyu Margaret Nduta angeenda kudungwa nini? Dawa ya kumuua. Hile dawa ingeenda kusimamisha moyo usipige, na mnaelewa kwamba moyo ukisimamishwa usije ukasambaza damu, hivyo umekwisha aga dunia. According to reports, Nduta is said to have been working for a man known as, identified as John, who requested her to deliver a suitcase to a woman in Laos, Vietnam, for only to her to be arrested in Hanoi, Vietnam. In her defense, the 37-year-old Margaret Nduta informed the court in Vietnam that she was unaware of the drugs were in her suitcase. However, despite not pleading guilty to the crime, she was on March 6th sentenced to death. So, serikali kujaribu kumtetea Nduta sio eti kwamba tunataka madawa ya kulevya yaweze kusambazwa nchini Kenya. Hata mimi ninataka wale ambao wanauza madawa ya kulevya wafungwe, and in fact wanyongwe ama wapigwe risasi. Lakini kabla ya hukumu huo wa kuuawa, wa kunyongwa, wa kuhukumiwa maisha haujaweza kutekelezwa, ni heri uchunguzi uweze kufanyika. According to Nduta, maybe she is innocent. So we want those steps to be taken. Hakuja hapa nchini Kenya, tunaomba aweze kurudishwa nchini Kenya, alafu waanze kufuatilia huyu John ni nani. Kwa sababu kuna tycoons katika taifa letu la Kenya ambao wanashirikiana na viongozi ndani ya serikali wanawauzia wananchi madawa ya kulevya. Tunataka those tycoons waweze kuchukua kitu ambacho kinaitwa, waweze kuchukuliwa action. So according to the report, Musalia Mudavadi anasema kwamba serikali inazidi kujitahidi, aswa baada ya siku ya Jumatano, yani siku ya Jumanne, kuweza kuwatuma wafanyakazi kutoka embassy ya Kenya upande wa Thailand kuelekea upande wa Vietnam ili kuja kufanya nini? Kumsaidia Nduta angalau aweze kurejeshwa nchini Kenya ili steps ziweze kufuatwa, haki iweze kupatikana. Endapo Nduta atapatikana na makosa, ahukumiwe, iwe funzo kwa wengine. Endapo Nduta hatapatikana na makosa, tunaomba aweze kuachiliwa, alafu
yule mwenye alikuwa amempea madawa aende kusafirisha afunguliwe mashtaka. In fact, aweza kuhukumiwa kifo. See you in the next video.